Natamani kwa Mungu, ili yangu
unakiza na kuomba usiongeze kusikia neno uzuri na ujumbe maoni ya kanisa katika Yesu. Basi tutaomba na mtambala aweze kuongea nabii. Kuna mwingine
mwingine wa kuabudiwa ni wewe Mungu, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Nawasalimu katika jina la Yesu. Punguza. Tumekuwa na somo wiki iliyopita, na kwa sababu ya muda tumezungumza machache sana katika yale ambayo Mungu ametukirimia, na ikaonekana ni vema tuweze kuendelea kwa wiki hii tena katika somo hilo la neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndilo jambo ambalo tulikuwa tunazungumza wiki iliyopita kwa wale ambao wakuwepo, na tulisema katika somo hili licha yanaweza yakawa mambo mengi sana ya kusema juu ya neema, kwa sababu tunapozungumzia habari ya neema ya Mungu tunazungumzia mambo mengi sana katika utendaji wa Mungu pamoja na kanisa. Lakini tukasema kwamba ndani ya somo hili tutazungumza pointi kama 6 hivi ambazo tulizungumza kwamba hizo ndizo tutagusia katika somo hili. Lakini wiki iliyopita tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza mambo mawili tu katika hayo 6, na hata hivyo leo tutazungumza tu kama yatakuwa mawili, kama moja sawa, lakini ili tuache nafasi kwa vipindi vingine ili kusikiliza yale ambayo Mungu ametuonya na kuwa na hatua ya kufanya, kwa sababu kama maonyo ya Mungu yanakuja, inalazimika kanisa tuweze kuwa na hatua ya kufanya ili kuelekea yale maonyo ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana mchungaji amesema kwamba leo ratiba yetu itakuwa na mambo mengi. Tunajaribu kwenda kwa haraka na kufupisha baadhi ya mengine ili yaweze kupata nafasi, lakini cha kuzingatia, tuna meza ya Bwana mwisho wa ibada. Meza ya Bwana ni kwa ajili ya sisi wote. Jitahidi sana usije ukatoroka kipindi hicho. Kitabu kile cha Tito sura yake ya 2. Tito sura yake ya 2, hilo ndilo andiko letu la somo hili. Sura ya 2 Tito, tunasoma ule mstari wake wa 11. Inasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Tito 2:11 na 12. Hilo ndilo andiko letu ambalo linatubeba kwenye somo hili, na ina uhakika ya kwamba tunaposoma andiko hili wote tunaona na tunaelewa kinachozungumziwa, kwamba neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, na hiyo neema inatupa fundisho la kukataa ubaya. Hiyo neema inatufundisha kukataa ubaya, inatufundisha kuelekea mema ya Mungu. Kwa hiyo wiki iliyopita tulizungumza
kipengele cha kwanza au jambo la kwanza tukasema habari ya neema ya wokovu. Neema ya wokovu ni neema ambayo inakutafuta wewe usipotee. Ni neema ambayo haitaki uangamie. Kwa hiyo kwa sababu Mungu anakupenda, anajaribu kukujia kwa namna tofauti tofauti kwa ajili ya maonyo. Haleluya. Mungu anapokupenda hataki uweze kuangamia, hataki upotee. Kwa hiyo anajaribu kukujia kwa njia tofauti tofauti ili kukuonya. Na tukasema kwamba anaweza akatumia watu au akaja mwenyewe kuzungumza na wewe. Kwa hiyo maonyo ambayo Mungu anakuonya kupitia watu ni Mungu yule yule anayeweza kukuonya pia kupitia wewe mwenyewe direct, kwa sababu watu wote na vitu vyote ni watumishi wake. Lakini pia tukasema habari ya neema ya utumishi katika wiki iliyopita. Tukasema habari ya neema ya utumishi, tukajaribu kuangalia kwamba kuna namna tofauti tofauti ambayo Mungu anatumia watu wake, na hizo namna tofauti tofauti ambazo Mungu anatutumia, maana baki ni Mungu yule yule, lakini kwa viwango tofauti tofauti, kwa watu tofauti tofauti. Kwa hiyo neema hiyo pia inakuja kwa ajili ya kulijenga kanisa pamoja. Kile ambacho Mungu anakiachilia kwako na kile ambacho Mungu anakiachilia kwa mtu mwingine, vinapoambatana pamoja, kazi ya Mungu inafanyika kwa ufasaha zaidi. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kwa hiyo tukaona aina hiyo pia ya neema. Kwa hiyo nitakuomba, kama haukuwepo wiki iliyopita, kuna watu waliuliza maswali na mengine mengi tuliyazungumza, uwe na muda wa kupitia katika media yetu au mtandao wetu wa YouTube. Kila wiki mambo yanawekwa mtandaoni. Kwa hiyo hakikisha kama ulibanwa na shughuli fulani za kifamilia na shida zingine, basi endelea kufuatilia neno la Mungu kupitia mtandao wetu, itasaidia zaidi. Siku ya leo tunaenda katika kipengele kingine ambacho kinasema neema ya Mungu ya kukaa kwenye nafasi. Neema ya kukaa kwenye nafasi. Neema ya kukaa kwenye nafasi. Tusome katika kitabu kile cha Yakobo. Tutaangalia kitabu kile cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6 na kitabu kile cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 15. Kuna Wafalme wa kwanza 3:12. Yakobo 4, ngoja nisome hapa na mwingine andaye Waamuzi 6:15. Neno la Mungu linasema hivi: lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Narudia mstari huu: lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Aliandaa Waamuzi ni nani? Inasemaje? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio jamaa zangu. Waamuzi 6:15 nasema, akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Amen. Haleluya, amen. Wafalme wa kwanza 3:5. Wafalme wa kwanza 3:5. Na huko Gibeoni
Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe umemwekea fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo. Na sasa, e Bwana Mungu wangu, umenitawadha niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu. Zingatia pointi hiyo, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo wala kuingia wala kutoka. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, nikawahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu watu hawa walio wengi? Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja kanisa. Amen. Tunazungumza habari ya Ufalme wa Kwanza 3:5. Tumesoma mpaka mstari wa 9. Tunazungumza habari ya neema ya kukaa kwenye nafasi. Neema ya kukaa kwenye nafasi. Katika kitabu cha Yakobo, Biblia inasema kwamba anawapinga waje kuzaa, na wale ambao wananyenyekea anawapa neema. Anawapinga waje kuzao, lakini wale wanaonyenyekea anawapa neema. Na pointi yetu ni kuangalia habari za neema ya kukaa kwenye nafasi. Neema ya kukaa kwenye nafasi ni kitu ambacho kinakupea ustawi kwa nafasi ambayo hukustahili kuwepo, lakini unakaa kwa viwango vikubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Amen. Neema ya kukaa kwenye nafasi ni neema ambayo inakubeba, inakuwezesha kuwa kwenye mazingira ambayo haingewezekana wewe kuwepo kwa kawaida. Kwa hiyo Yakobo anasema kwamba kama wewe unajikweza, huku kujikweza sio tu kutaka kuwa nafasi ambayo haukupaswa kuwepo, lakini kuna wakati inawezekana upo kwenye nafasi ambayo ungepaswa kuwepo, lakini kuna namna ya kujidai kwamba upo kwenye nafasi hiyo kwa sababu ya uweza wako wewe, kwa sababu ya jitihada zako wewe, kwa sababu ya mbinu zako wewe. Kwa hiyo hiyo ni aina nyingine ya kujikweza. Haleluya. Kwa unaweza ukafikiri kwamba vile ambavyo umekaa kwenye nafasi ni ujanja ulioufanya, ni ujuaji ulio nao, lakini usipompea Mungu nafasi kwenye maisha yako utapoteza viwango vikubwa vya kukaa kwenye nafasi hiyo. Sijui tunaelewana vizuri? Amen. Pascaline, unasema tumesoma vitabu vitatu, Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza 3 mstari wa 5 mpaka tumesoma mpaka wa 9. Ukiwa na muda utasoma hata sura yote. Yes, tutagusia huko, ni habari za Sulemani. Bado tunagusia kitabu cha Yakobo. Tuko pamoja, watu wa Mungu.
Bado tunagusia kitabu cha Yakobo kwamba Mungu anawapinga wajikwezao. Kwa kuna namna ambayo kila mazingira unayojikuta kwayo, ukifikiri kwamba upo kwa sababu ulistahili kuwepo, unaanza kumuondoa Mungu kwenye maisha yako katika lile ulilonalo. Haleluya. Mfano hai, nakumbuka tulizungumza wakati tunafundisha habari ya nini ya utoaji. Nilizungumza mfano mmoja hapa, nikasema kwamba mtu ambaye hatoi sehemu ya 10 kwa maana yake halisi, hata kama hujasema, maana yako halisi ni kwamba unapoenda kazini, unafanya masaa 9, umesimama kazini masaa 10, masaa 12, inadependi na kazi yako. Unarudi nyumbani, kesho unarudi nyumbani, wiki unamaliza. Kama wewe si mtoaji wa sehemu ya 10, kwa maana hiyo unamwambia Mungu kwamba hahusiki katika kazi yako. Kwa maana hiyo unadhihirisha wazi kwamba uweza kwako kwenda kushinda kazini na kumaliza wiki na kumaliza mwezi na kumaliza mwaka ni kwa sababu ya nguvu zako mwenyewe. Mungu hahusiki. Haleluya. Na hiyo pia ni aina ya kujikweza. Kwa hiyo unamweka Mungu pembeni katika mambo yako. Kwa unaona kwamba wewe unaweza kufanya unachokifanya hata bila Mungu. Bwana tusaidie sana. Una uhakika kwamba unaweza kufanya unachokifanya hata bila Mungu. Sasa anasema Mungu anawainua wale wanaofanyeje? Wanaojinyenyekeza. Yule anayetambua kwamba yeye hawezi pasipo Mungu, huyo ndiye Mungu kuiachilia neema yake ya kukuwezesha kuwa kwenye nafasi ambayo usingeweza. Haleluya. Tumesoma habari ya wafalme hapa wa kwanza sura ya 3. Hizi ni habari za Sulemani. Sulemani ni mtoto ambaye alikuwa mdogo kwa Daudi, maana Daudi alikuwa tayari ana watoto wengine. Lakini wakati Sulemani amezaliwa, Daudi akaweka nadhiri kwamba huyu ndiye atakayerithi kiti changu cha ufalme. Daudi baada ya kuweka hiyo nadhiri, yeye hakujua atakufa lini, hakujua mwisho wake wa ufalme utakuwa lini, kwa sababu kesho ya kila mwanadamu inabaki kwa nani? Inabaki kwa Mungu. Kwa sasa Daudi alipoweka hii nadhiri, siku zake za kuishi zimefika. Daudi anaenda kumaliza siku zake, Sulemani akiwa bado mdogo. Haleluya. Na Biblia inasema kwamba kuna watoto wa Daudi ambao ni wakubwa, walianza kufanya mchakato wa kwenda kurithi au kusimama kwa nafasi ya baba ya ufalme, lakini kwa sababu ni tamko nadhiri ambayo Daudi ameshaweka kwamba Sulemani atatawala badala yangu, ililazimika Sulemani haweze kupewa kiti cha ufalme hata bado mdogo. Biblia haijaweka wazi kama alikuwa bado na umri gani kwa kipindi hichi, lakini inaonesha tu kwamba alikuwa bado mdogo. Bwana tusaidie sana. Lakini sasa kilichomsaidia Sulemani ni kwamba alijua yeye ni mdogo,
alijua nafasi hii hawezi. Tunaelewana sawa sawa? Alijua kwamba yeye ni mdogo, alijua kwamba nafasi ameipewa hawezi, akakiri udhaifu wake kwa Mungu, lakini akaacha nafasi kwa Mungu. Hivi tunaelewana vizuri? Ili Mungu amwezeshe sasa. Sasa ni tofauti na wewe ambaye unaweza ukakiri uwezi, unaweza ukakiri kwamba nafasi hiyo haikustahili, lakini hauachi nafasi kwa yule unayeamini kwamba anaweza. Kumbuka tunazungumza neema ya kufanyeje? Ya kukaa kwenye nafasi. Amen. Haleluya. Tunaelewana vizuri? Sulemani alipojua kwamba yeye ni mdogo, alipojua kwamba amepewa kutawala watu ambao ni wengi, alipojua ya kwamba kwa uwezo wake yeye hawezi, akamwambia Mungu, sasa pamoja na kwamba mimi siwezi, pamoja na kwamba hili liko juu ya uwezo wangu, lakini nipe mimi moyo wa adili, nipate kujua namna ya kuongoza watu wangu. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Hapo unampea Mungu nafasi sasa akutumie. Unampea Mungu sasa. Kwa hiyo Mungu anaanza kukutumia, unakaa kwenye nafasi ambayo mimi na watu wengine tukiangalia tunasema Tazose mbona hayuko qualified. Lakini kwa sababu neema ya Mungu ya wewe kukaa kwenye nafasi imeingia kwenye maisha yako, unachokifanya kinakuzidi miaka. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Wiki iliyopita niliwaambia sitaki kujitumia mifano, lakini msinani ndio kashindi Labda somo hili la neema limekuja na neema ya mimi kutumia mifano ya mimi mwenyewe. Haleluya. Kuna mahali tulikuwa tuko sawa sawa. Sasa wakati tupo mahali hapo, mtu mmoja akasema hivi, kwa sasa wewe mbona maneno yako yanakuaga ya wazee? Haleluya. Sasa mbona wewe maneno yako yanakuwa ya wazee? Sasa mimi nilishindwa nijibu nini, kwa sababu kwanza ni mtu haokoki. Kwa hiyo nikimwambia vya Mungu havielewi. Kwa hiyo ikabidi nibaki kimya tu. Bwana saidie sana. Sulemani akiwa mtoto mdogo, Biblia inasema hivi, wakati alianza kutawala na kuongoza, wafalme walikuwa wakija sehemu mbalimbali. Ngoja nikuambieni siri ya utajiri wa Sulemani. Ni kwa sababu ya neema ya nafasi aliyopewa na Mungu. Haleluya. Neema ya nafasi aliyopewa na Mungu Sulemani. Biblia haikutoa details kiundani zaidi, lakini iko hivi. Wafalme wa nchi ambazo zilikuwa zimewazunguka walipokuwa wanasikia habari ya uongozi wake, walikuwa wanakuja. Tuko sawa? Walikuwa wanakuja. Walipokuwa wanakuja, Sulemani alikuwa anawaweka darasani. Alikuwa anawapa fundisho la namna ya kuwa kiongozi bora. Haleluya.
wale wafalme wanapoenda kwao wanaanza kuongoza kwa ubora zaidi, wakawa wanachukua mali, dhahabu, wanakusanya sasa kuja kumpea Sulemani. Haleluya, haleluya. Kama unasikia utajiri wa Sulemani, hakuna siku aliwahi kwenda mahali kwamba anahangaikia kutafuta huo utajiri. Neema ya kukaa kwenye nafasi ambayo Mungu alimpa ilipoanza kutenda kazi, iliamsha utajiri ndani ya Sulemani. Sulemani alikuwa anapokea zawadi kutoka kwa wafalme, na kama tunavyojua wafalme wa zamani, milki yao au utajiri wao mkubwa ulikuwa kwenye dhahabu. Kwa hiyo walipokuwa wanakuja, walikuwa wanabeba magunia na magunia ya dhahabu, wanakuja kwenye himaya ya Sulemani, wanakuja kupeleka pale. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tunasikia habari za Malkia wa Sheba, anatoka mbali kwa sababu anajua kuna kitu huko Yerusalemu. Anapoenda kule, wafalme walikuwa hawaendi bure, walikuwa wanabeba dhahabu, wanabeba zawadi ili kwenda kumtunukia kwa kile anachokifanya. Kwa maana kwamba, kwa lugha nyepesi ni kwamba walikuwa wanajua kwamba huyu mtu kinachotendeka kwake ni zaidi ya umri wake. Huyu mtu kinachotendeka kwake ni zaidi ya upeo alio nao. Kwa hiyo nataka uelewe tu ni kwamba ndiyo umekiri kwamba hauwezi, lakini yule Mungu ambaye anataka umtumikie anajua kwamba huwezi, ila unamnyima nafasi kukutumia. Hii inaingia hii au bado haijaeleweka? Haleluya. Waamuzi sura ya 6 tuliposoma, habari za Gideoni, naye anakiri hawezi, anakiri ni mdogo, anakiri kwamba jamaa yao ndiyo jamaa ndogo, anakiri ya kwamba miongoni mwa makabila ya Israeli nyumba yao ndiyo maskini, anakiri ya kwamba ndani ya uzao wa baba yake yeye ndiye mdogo zaidi. Kwa nini Mungu unakuja kwangu? Mimi siwezi hiyo kazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini Gideoni baada ya kukubali, tunaona fika kwamba Biblia inashuhudia kazi kubwa aliyoifanya kwa ajili ya kuwakomboa Israeli katika utumwa wa Midiani. Kwa hiyo neema ya kukaa kwenye nafasi ni neema ambayo itakubeba mahali ambapo wewe hauwezi. Ipo huduma ambayo unatakiwa ufanye, lakini ulisema hauwezi. Nini sasa unachokifanya ili uweze? Mpe Mungu nafasi kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Ada, tuko pamoja? Umesema uwezi kuhubiri mtaani, mpe Mungu nafasi ili uweze. Haleluya. Yaani kinachokukwamisha tu ni kitu kimoja. Kukiri hauwezi sio dhambi. Hata Musa alikiri hawezi. Hata Musa
alikiri hawezi. Hata Musa alikataa, umeshagundua huwezi. Lakini sasa ukiendelea kuona huwezi na Mungu hawezi, ina maana kwamba unamshusha Mungu kwenye levo yake ya uungu. Lakini kama wewe unaona huwezi, alafu unaachilia moyo wako sasa Mungu akutumikishe. Amen. Waimbaji wanaimba kwamba unifanye kama upendavyo, ufinyange, ufinyange, unifanye kama upendavyo. Tuimbe. Ufinyange, ufinyange, unifanye kama upendavyo. Mmekubali kuimba? Mmekubali tuimbe? Akija kufinyanga kweli unakubali kuimba? Akija kufinyanga utakubali? Kuna wakujaribu hapa. Haleluya. Unajua kuna vitu ambavyo tunajitamkia lakini utayari hatuna. Si tunaimbaga lakini si tunaimbaga kwamba akufanye apendavyo. Sasa wakati Mungu anataka sasa apendavyo, sasa wakati Mungu anakuja sasa apendavyo, wewe unarudi tena nyuma. Hapana. Kwa viwango vyake anajaribu kuja apendavyo, wewe unarudi nyuma. Mimi hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Esther, unasema nini? Na kufinyanga sana mnangani ni matatizo. Haleluya. 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 Esther anauliza kufinyangwa ni kupewa matatizo au ni nini? Sijajua mtunzi wa nyimbo alilenga nini, ila mimi ninachoelewa, kwa sababu mimi sio mtunzi wa ule wimbo, ila mimi ninapouimba ninachokimaanisha ni hiki. Sijui na wewe unapouimba. Mimi ninapoimba wimbo kama huu, ninachokimaanisha ni kwamba Mungu akufinyange. Mungu kukufinyanga sio kukuharibu. Yaani ni kukutoa kwenye ukawaida wa wewe kama mwanadamu, kukuingiza kwenye viwango apendavyo yeye. Anatumia mfano wa mfinyanzi katika kitabu cha Yeremia kwamba yeye ni kama mfinyanzi ambaye kuna namna ambavyo alitumia mfano kwamba mfinyanzi anaweza akawa anafinyanga, anatengeneza chombo, anatengeneza tuseme kwa mfano sufuria la udongo. Tuko sawa? Yule mfinyanzi anapokuwa anatengeneza lile sufuria la udongo, anapoona kwamba kuna kasoro kwenye lile sufuria, anavuruga tena ule udongo, lakini anaweza anavyotaka yeye kwenye ule udongo. Anaweza akatengeneza kikombe, anaweza akatengeneza sahani, anaweza akatengeneza vyovyote vile. Kwa mimi ninapoimba ufinyange, ninamruhusu Mungu anitumikishe kwa viwango vyake yeye kwenye maisha yangu. Kwa maana kwamba kama leo ananitumikisha kama mhubiri, anaweza akanitumikisha kama nabii kesho, nikikutazama na kutolea unabii. Kama yani kwa viwango vyake. Amen. Yeah. Kwa umeimba ufinyango, uko tayari kufinyangwa? Uondolewe kwenye ule mtazamo, uingizwe kwenye mwingine. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja tusogee mbele kidogo. Hapo panataka kutukawiza hapo na wakati ndani mdogo. Magi, kuna swali? Niulize mimi, usimuulize Kashindi. Sasa unasema kama tayari. Kwa mfano kama unaomba
mpaka Mungu akupe macho ya kiroho vile. Kisha siku moja anakia nakupatia nayo. Kisha anakia kuonyesha vitu vya kukuogopesha, unaacha kuomba juu ushajua sema ukiomba ushaanza ogopa. Utaomba. Sasa hiyo ni dhambi. Hilo swali limetokana na klipu moja iliwahi kuvuma mtandaoni, au sio? Tulionaga sisi wote. Anauliza hivi kwamba anapoambia Mungu amfinyange au yeye anataka Mungu amtumie amfungue macho ya rohoni kuona, halafu wakati anaanza kuona anaona vitu vya kuogopesha, halafu ile hali inamrudisha nyuma. Anauliza kama ni dhambi au je. Haleluya. Jambo la kwanza tuzingatie, kibiblia yapo mambo mengi ambayo hayakuandikwa direct kwamba ukifanya hiki ni dhambi, lakini Biblia imeweka kwenye fumbo. Dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Ukiasi agizo la Mungu umefanya nini? Dhambi. Tunaelewana vizuri? Ndiyo maana hofu tu ni dhambi. Wewe ambaye una uhakika una Mungu, ukitengeneza hofu kukuondoa katika msimamo ambao ungekuwa nao kimungu, umefanya dhambi. Umefanya Mungu hawezi kukabiliana na lile ulilokutana nalo. Haleluya. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo havikutajwa kwamba hiki ni dhambi direct, lakini andiko la dhambi ni uasi linatusaidia kwamba kile ambacho Mungu alikuagiza usipotekeleza umeasi maagizo ya Mungu. Kwa hiyo tayari umefanya dhambi. Pointi ya kuzingatia ni kwamba kulingana na unavyouliza, Mungu akikupea macho ya kuona, kumbuka kwamba Biblia inasema hatujapokea roho ya hofu, bali roho ya nguvu na nini? Na ujasiri. Tunaelewana vizuri? Hatujapokea roho ya hofu, bali roho ya nguvu na ujasiri. Kwa hiyo Mungu akaae ndani yako, lazima akupee ujasiri wa kukabiliana na mazingira. Na hiyo ni tatizo ambayo inakuwa kwa watu wengi wanaonaga sana. Nakumbuka kipindi bado tupo Afrika, tulikuwa kwenye kipindi cha maombi, tunamuombea binti mmoja aliyekuwa ameshikwa kabisa na nguvu za giza. Tulipokuwa kwenye maombi usiku, wakati tunaomba kuvunja zile roho, mimi nikashangaa, mama mmoja tupo naye kwenye maombi hayo anaanza kulia. Anaomba analia. Sasa mimi ndiye nilikuwa nasimamia ratiba. Ikabidi baada ya kumaliza nimwite pembeni, kwa sababu ninajua fika pale tunapambana na nguvu za giza. Wewe unalia nini? Ungekuwa unalia kama unaomba mahitaji yako, tutaelewa uko kwenye connection yako na Mungu. Kwenye mapambano wewe unalia, niambie kwa nini ulilia? Amen. Lazima useme. Yule mama akasema, unajua mtumishi, wakati ule tunaomba niliona kabisa yule mtoto jeneza inakuja. Yule mtoto kabisa akawa amepoteza kabisa maisha, na akachukuliwa na akawekwa kwenye jeneza na akafunikwa. Kamwambia, ndio maana unalia? Wewe nitakuondoa kwenye kikosi, wewe sio askari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akikuonesha jambo, anakutengeneza kwenye mazingira ya mapambano zaidi. Anakuonesha jeneza na unayemwombea amewekwa kwenye jeneza, yaani Mungu anakuonesha kwamba kusudi lililowekwa hapo ni aingie kwenye jeneza. Sasa wewe simama kama askari. Amen. Haleluya. Kwa unapooneshwa vitu vya kutisha, Mungu anataka kukuonesha kwamba mazingira uliyopo kuna utisho wa aina gani. Usimame sasa wewe kama. Haleluya. Sasa sio kila jambo unaloliona kwamba linakuja
kwa namna ile ambayo umeiona na imekuwa hivyo. Amen. Ndio maana nilikuwa naongea na wale watu ambao wanapenda kuona watu ni wachawi sana. Na wauliza sasa, Anzu, kama Mungu alikuonesha mimi ni mchawi, alikwambia uje ugombane na mimi? Kama alikuonesha mimi ni mchawi sawa, alikuambia uje ugombane na mimi? Sasa unakuta mtu anakaa asemagi na mama yake mkwe, eti nilikuwa kwenye maombi wakaniambia mama mkwe ndo ameniroga. Kwani walipokuambia mama mkwe ndo amekuroga, walikuambia kwamba ndo ukagombane naye? Magia anauliza sasa nifanyeje? Sasa ufanyeje wewe kama anakuroga kwenye maneno? Si ni vita ya rohoni? Ingia rohoni humo ushinde. Unapooneshwa adui, hauoneshwi ili ukampige mapanga. Unaoneshwa ili uzame na wewe rohoni. Kama anakuroga sawa, tutakataa. Ingia rohoni sasa. Unakuta mtu mpaka anaama mji eti wananiroga pale. Unafikiri ukienda Texas mchawi afiki? Haleluya. Hata fika Texas. Kwa dakika 2 tu anaruka na ungo lake anafika pale ulipo. Dakika nyingi sana. Sasa ananisaidia pale. Dakika ni nyingi sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sio pointi yetu hiyo, lakini tunataka kuona habari ya neema. Mungu akikutumia kwa viwango hivyo, usiweke hofu. Jivike ujasiri. Ndio maana ukiangalia kwenye Waamuzi anaambia Gideon, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Anaambia Joshua, uwe hodari. Uwe hodari. Anarudia neno hilo uwe hodari karibia mara kadhaa. Inaashiria wazi kwamba hata Joshua wakati alichukua nafasi ya kubeba taifa la Israeli kwa nafasi ya Musa, alianza kuonesha hofu kwamba huu mkutano ni mkubwa, mimi siwezi, mimi hivi. Anamwambia uwe hodari. Ukisoma mstari sijui wa 9 pale anasema, sio mimi Mungu ninayekuambia uwe hodari? Haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka kutumie. Mungu anataka kutumie dunia hii au kipindi hiki tulicho nacho. Mungu anatumia yeyote. Wiki iliyopita tulisema kwamba anaachilia neema yake, haijalishi una title gani kwenye kusanyiko. Akitaka kukutumia kwa viwango vyake atakutumia. Amen. Amen. Kwa ni utayari wako tu wewe. Tunasogea mbele kidogo. Neema ya Mungu kujivunia wewe. Mungu kujivunia wewe. Hesabu 12:1. Hesabu 12:1. Hesabu 16:1. Mwanzo 20:1. Kwa wale wanaoandika tunasema Hesabu 12:1. Nikisema moja sio tu mstari mmoja, yaani unasoma mpaka unasikia umeshiba. Amen. Hesabu 16:1 na Mwanzo 20:1. Narudia. Hesabu 12 mstari wa 1 na kuendelea. Hesabu 16 mstari wa 1 na kuendelea. Amen. Mwanzo sura ya 20 mstari wa 1 na kuendelea. Hatutasoma mistari yote, tunajaribu tu kutoa hizi sura kwa sababu ukiwa na nafasi utajisomea. Sisi tusome 16 ile Hesabu.
16 ile Hesabu. Mstari wa kwanza inasema hivi. Soma kama umepata mstari wa kwanza. Nasoma kwa jina la Yesu, kitabu cha Hesabu 16:1 na kuendelea. Basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatwaa watu pamoja na Dathani na Abiramu wana wa Eliabu na Oni mwana wa Pelethi waliokuwa wana wa Reubeni, nao pamoja na watu kadhaa wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250 wakuu wa mkutano, waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu. Kila mmoja miongoni mwao Bwana naye yu kati yao. Na nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Ishia hapo. Haleluya. Mariamu, niulize swali mimi. Hesabu 16 sura ya 16 mstari wa kwanza na kuendelea. Hesabu 12 sura ya kwanza, Hesabu 12 mstari wa kwanza na kuendelea, na Mwanzo 20:1 na kuendelea. Hesabu 16 na 12, na zote ni kuanzia mstari wa kwanza. Kwa hiyo haisumbui. Tumesoma habari hizi, tunaenda kuona neema ya Mungu kujivunia wewe. Neema ya Mungu kujivunia wewe. Haleluya. Neema ya Mungu kujivunia wewe. Hii neema ya Mungu kukujivunia wewe inabebwa na neema tunayotoka kuzungumza. Tuko sawa sawa? Tuelewane vizuri hapa. Neema ya kukaa kwenye nafasi ndiyo inakupeleka kwenye viwango vya neema ya Mungu kujivunia wewe. Kwamba Mungu akija kwenye maisha yako anataka viwango vya kutembea na wewe, akuelekeze, akutumikishe, ukimpea nafasi, ukimpea uhuru wa yeye kukutumikisha, ukiunganisha na utayari wako wa kutumika kama Mungu anavyotaka, unaenda kwenye viwango vinavyofuata, ambavyo ni viwango vya gani? Mungu anaachilia neema ya kukutegemea, neema ya kukutumainia, ambapo hiyo neema inamfanya Mungu akuone kwenye level zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Amen. Haleluya. Hii inaeleweka vizuri? Ni neema ambayo inamfanya Mungu amuone mwanadamu mwenzako kwamba sio kitu kwa ajili yako. Tumesoma habari za mtu aliyeitwa Kora hapa. Biblia inasema kwamba hawa ni watu ambao waliinuka wakati Israeli wanaendelea na safari yao. Kuna wakati watu hao waliinuka. Watu hao walipoinuka, Biblia inasema kwamba walitaka Musa aache kufanya kazi ili na wao wachukue nafasi. Bwana tusaidie sana. Na wakakusanya baadhi ya watu ambao walikuwa pamoja nao katika msafara, wakakubaliana katika hilo jambo. Amen. 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 Biblia inasema walikuwa watu zaidi ya 200 ambao walikuwa kwenye mpango huo. Na Musa alichokifanya, ndio maana tukisema mstari wa kwanza,
usome pale kote ili uelewe vizuri, sio kwamba utasoma mstari mmoja. Ukisoma vizuri hapo utaona kwamba Musa anazungumza na ardhi, Musa anazungumza na udongo ili udongo uweze kuwameza watu, na Mungu analitekeleza hilo kwa sababu ni mtu aliyejivunia, kwa sababu ni mtu ambaye anajua huyu ni zaidi ya hawa. Kwa hiyo Mungu haoni hasara kupoteza watu zaidi ya 200 kwa sababu ya yeye mtu mmoja, maadamu tu wanasimama kinyume chake. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu ya kuwa kwako wa zamani kwa viwango vikubwa kwa Mungu, Mungu haoni athari. Kwa hiyo moja kwa moja tunaona kwamba unapambana na wanadamu kwa sababu ya viwango vyako vya kukaa kwa Mungu. Amen. Amen. Inatakiwa ifike wakati ambapo anayetaka kukugusa Mungu mwenyewe anapambana. Sasa ukiendelea kusoma hapa tunaona kuna watu wangapi? Zaidi ya 200 ambao wanakufa. Udongo unapasuka mahali ambapo walikuwa, udongo ukaachia, wakafunikwa. Kitu kilichonishangaza sana kwa huyu Mungu juu ya kumtegemea mtu ni kwamba Biblia inasema kwamba watu wale walipokufa kwa mazingira yale, mkutano uliosalia, watu wakamnungunikia Musa pamoja na Haruni. Haleluya. Watu wakamnungunikia Musa pamoja na Haruni. Walipomnungunikia Musa pamoja na Haruni, Biblia inasema kwamba Mungu akaja kupambana. Wakafa watu 18,000 na zaidi watu. Haleluya. Amen. Kwa ajili ya hatujaona Musa anaenda kwenye mafungo ya kusema Baba, kwa jina la Yesu wanakwenda kinyume changu. Kuna wakati hutahitaji kuomba ili kuwa mshindi wa vita vinavyokutafuta rohoni. Inategemeana na viwango ambavyo unawekeza kwa Mungu. Haleluya. Amen. Maana kuna mambo yanakuja kwenye maisha yako bila wewe kujipanga, bila wewe kujua kwamba kutatokea hili, bila wewe kutambua kwamba kuna lililoandaliwa. Lakini maadamu ya kwamba umewekeza uhai wako kuwa wa thamani kwa Mungu, ukiwekeza uhai wako kuwa wa thamani kwa Mungu, Mungu anapambana kwa ajili yako. Vita vinavyokutafuta vinamuinua Mungu kwenye enzi yake ili kupambana kwa ajili yako. Watu zaidi ya 18,000 wanasema, Musa, sasa watu hao wamekufa, umesababisha wewe, sijui tutaona sasa, sijui nini na nini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana ogopa sana kuwa kinyume cha mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtegemea kwenye kazi yake. Wewe unainua tuki zako tu kinyume, ndugu yangu, unajitafutia wewe mwenyewe laana. Haleluya. Amen. Anaweza asitamke yeye chochote kibaya juu yako, anaweza asikujibu chochote kibaya, lakini maadamu kwamba ni anayetegemewa na Mungu, Mungu anapambana kwa ajili yake.
Tumesoma hapa ile Hesabu 12 ni habari za nani? Musa huyo huyo. Musa huyo huyo, Biblia inasema kwamba Miriam pamoja na ndugu yake Haruni walianza kuinuka kinyume cha Musa, kwamba sasa huyu ametuambia kwamba Mungu amesema watu wasioe mataifa, lakini yeye mbona ameoa Mkushi? Amen. Mbona yeye ameoa Mkushi? Hasa yeye tu ndo anasikia kutoka kwa Mungu. Mbona na sisi ni manabii tunasikia kutoka kwa Mungu? Na ukiangalia vizuri madai yao ni ya haki. Amen. Ukiangalia vizuri madai ya Miriam ni ya haki. Ni ya haki kivipi? Ambaye alikuwa anaenda kuzungumza na Mungu na kuleta amri ambazo Mungu anataka watu watembee nazo ni Musa. Akienda mlimani, Mungu anamwambia kawaambie hiki na hiki na hiki, haya wayafanya, haya wasifanye. Sasa huyo huyo Musa ndiye alileta maagizo kwa kusanyiko kwamba haitakiwi kuoa mataifa. Haleluya. Huyo huyo ambaye alileta maagizo kwamba haitakiwi kuoa mataifa, huyo huyo tena mke wake anakuja kwenye msafara, kumbe ni mataifa. Bwana saidie sana. Amen. Kwa madai ya Miriam yalikuwa ya haki, lakini yalikuwa madai ya haki yasiyofuata utaratibu. Kwa nini hayakufuata utaratibu? Kwa sababu hakukaa kumeditate, kuchambua kwamba huyu amekuwa mke wakati gani, maagizo yamekuja wakati gani. Kwa sababu Musa alioa kabla ya kutoka kwao Misri. Kwa akamwacha kwanza mke wake kule kwao ili akafanye mission ya ukombozi. Tunaelewana vizuri? Alipofanya mission ya ukombozi, wakaja Israeli wameshakuwa jangwani, ndo sasa shemeji yake Musa akamletea mke wake pamoja na watoto kule jangwani. Hivi tunaelewana vizuri? Kwa madai ya Miriam yalikuwa yake, lakini hayakufuata utaratibu. Kuchunguza sasa maagizo ya Mungu yametoka wakati gani kwamba hili lisifanyike, na Musa alioa wakati gani. Kwa sasa Mungu akaona huu ni upuuzi. Huu ni upuuzi. Kwa ajili ya mtu mmoja msafara ulisimama, hakuna safari kuendelea, mnamfuruga Musa, safari haitaendelea. Miriam anapigwa kwanza ukoma. Haruni mzee wa ukuhani, msamaha tu, msamaha tu, msamaha. Mungu samehe, Mungu samehe, Mungu samehe. Haleluya. Hivi au vitamani viwango vya Musa? Au vitamani viwango vya Musa? Musa hakutibizana nao. Biblia inasema alikuwa mpole kuliko wanadamu wote kipindi kile. Kwa wamechamba wanavyoweza, anawaangalia tu. Walisema wanavyoweza, anawaangalia tu. Kumbe hanayemtegemea anashuka mwenyewe. Amen. Unajua kuna vitu vingine vikianza kusemwa kashindi, unaanza kuweka nia, na mimi lini? Anza kuweka nia, na mimi lini? Unaangalia vita vinavyoyasonga maisha yako. Sasa na mimi lini vile viwango vile vya Mungu kupambana nao? Amen.
Wagalatia anafanya hivyo. Kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza. Soma kitabu cha Mwanzo 20. Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini. Ibrahimu akaondoka kwenda kusini. Akakaa kati ya Kadeshi na Shuri. Kakaa huko Kadeshi. Naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, ndiyo, huyu ni ndugu yangu. Huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari, ndiyo, akapeleka watu akamtwaa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, ndiyo, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, ndiyo, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia, akasemaje? Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe, huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, mimi nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usitende dhambi. Shia hapo. Haleluya. Haleluya. Tamani sana viwango hivi. Tamani sana. Unajua Mungu ni wabie. Yes, sir. Mungu ni wabie sana. Kuna namna ambayo anapenda kutembea na mwanadamu, lakini wanadamu tunajizofisha kila leo. Kwa hiyo ndio maana tunabaki wa kawaida. Ibrahimu, Biblia inashuhudia kwamba alitoka nyumbani akaenda katika mji jirani, kwamba alipofika kule, kipindi cha zamani ilikuwa hivi, mara nyingi sana hao wafalme hasa wasiokuwa na hofu ya Mungu walikuwa na uonevu sana. Yaani akiamua hapo hivyo, mke wako anakuwa wake tu, anavyotaka tu yeye. Ukisema neno, kichwa kinakatwa. Kwa hiyo queen anachukuliwa, wewe unaona, unapaswa angalie. Suitia akichukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti Bwana Mike akichukuliwa usiseme kitu, wewe uangalie tu. Uonevu walikuwa nao wafalme. Kwa hiyo sasa Ibrahimu akapiga hesabu kwamba huku ninakoenda na urembo alionao mke wangu, lazima mfalme atamtaka tu. Sasa yeye akaona hapa pone yangu ni yeye kuwa dada yangu tu. Bwana tusaidie sana. Anaulizwa kwamba huyu nani? Huyu sister huyu. Sister huyu. Kwa sababu alijua kwamba akisema ni mke wake na urembo alionao, mfalme atamchukua mke, yeye anauliwa. Kwa ilibidi aseme kwamba ni dada yake. Lakini kitu ambacho kinamsaidia Ibrahimu hapa ni viwango vyake kwa Mungu. Mke tayari kachukuliwa. Mfalme
ametulia zake kitandani, Mungu mwenyewe anamjia, anamwambia ukisubutu unakufa, na haufi wewe tu na nyumba yako yote. Haleluya. Ukisubutu unakufa. Mfalme anajitetea, lakini sawa, lakini si aliulizwa? Si alisema nini dada? Tusimame. Haleluya. Si alisema ni dada? Sasa mimi ninakosa gani? Mungu akusaidie sana. Ibrahimu yupo zake mahali anatulia, hajui atafanya nini, lakini huku Mungu anashuka kupambania. Neema ya Mungu kukutumainia. Angalia kwenye maisha yako, hivi tangu umeokoka nini umefanya kwa ajili ya Mungu, ili Mungu mahali alipo ajiguse kifua kwamba niko na kijana wangu Tazosi. Angalia tangu umeokolewa na Kristo, nini umekifanya kwa ajili ya ufalme, ili uonekane na wewe ni wa muhimu kwenye ufalme. Haleluya. Angalia, au wewe ni wa kutaka tu kupokea vya ufalme, hutaki kufanya kwenye ufalme. Unajua kuna watu ambao wanataka wapokee vya ufalme, yaani ndio kule kuja tu mahitaji yako tu, Mungu hivi, Mungu hiki, Mungu hiki, Mungu hiki. Lakini wewe umefanya nini? Wakati mwingine unatakiwa uwe na mchango mkubwa kwenye ufalme, ili Mungu aone kwamba wewe wa thamani, wewe wa maana, wewe wa muhimu, hapambane kwa ajili yako hata pasipo wewe kujua. Viwango hivyo vitamfanya Mungu hatende zaidi ya kawaida kwenye maisha yako. Ni viwango ambavyo Mungu anatenda kadri na isivyoweza kuelezwa. Siku ya leo tumezungumzia pointi mbili: neema ya kukaa kwenye nafasi na neema ya kutegemewa na Mungu. Jiulize, kwenye enzi Mungu akikutana na shetani siku moja, anajivunia nini kwako kama alivyojivunia kwa Ayubu? Kwamba umemwona mtu wangu, umemwona Ayubu mtu wangu huko. Jiulize, siku moja Mungu atajivunia nini juu ya maisha yako wewe? Mungu atajivunia nini? Au wewe ni miongoni mwa wale ambao Mungu haoni thamani, uondoke tu kwa ajili ya Musa, ufe tu? Haleluya. Mungu atilie neema yake, neema ya kukaa kwenye nafasi, akutumia anavyopenda, ukae kwenye nafasi usiyoweza. Kuna watu hapa, nilikuwa kipindi tunatafuta viongozi wa vijana, nilikuwa nawatafuta, namwambia kwamba tunataka uwe kiongozi wa vijana. Anasema mimi siwezi, mimi mdogo, mimi hivi. Kuna mtu ambaye unamwambia wewe utakuwa katibu wa vijana, mimi siwezi, kwanza kuandika vizuri siwezi, kwanza hivi mimi siwezi. Kwa hiyo wewe kila wakati Mungu akitaka kukutumia kwa nafasi yoyote, wewe huwezi. Kwa unafikiria utakuwa wa thamani gani kwa Mungu? Nini ambacho kitakupa wewe thamani? Kumbuka kwamba wokovu ni sehemu mojawapo, lakini hatua nyingine ya kufanya juu ya ufalme ni sehemu nyingine mojawapo. Hawa 18,000 na zaidi walikuwa wameokolewa kutoka Misri. Haleluya. Walikuwa wameokolewa, lakini ndani au katikati ya msafara wa kuokolewa kutoka Misri, hawajafika Kanaani, walionekana wafai, hawaleti matunda ya ufalme, badala yake ni majungu,
badala yake ni maneno, badala yake ni kusababisha makwazo, badala yake ni kuona kwamba unaonewa kila siku. Mungu aifungue neema hiyo kwenye maisha yako, ili kwamba uwe sehemu ya watu ambao Mungu akiangalia anasema, yupo mtu wangu Fisto, yuko mtu wangu Shukuru, yuko mtu wangu Anzu, yuko mtu wangu Teo. Naomba tuombe kwa dakika chache ili tuache nafasi kwa vipindi vingine ambavyo tumeweza kuarifiwa. Jehova Mungu mwenye